Tuko hewani. Haya mambo unayaona, baadhi ya vulana anajifia tu. Unaweza kuta hajitokezi akasema mpaka wengine wanakuja kugundua kumbe umekuwa ukiumia na usemi, sio? Nakubaliana naye kabisa hayo ambayo amesema ni ya kweli. Na nafikiri ule utamaduni wetu wa Kiafrika umechangia sana kumfanya mtoto wa kiume kuwa vile kwamba hasa wanapopashwa tohara baada ya kutoka jandoni, baadhi ya mambo ambayo wanafunzwa kule ni kwamba mwanaume ni kuvumilia, mwanamume ni kunyamaza tu, si mambo ya kulialia. Na hilo limekuwa jambo ambalo, mafunzo ambalo kwa hakika limebomoa jamii. Na sisi pale Mary Show tuligundua hilo kitambo, na tukawa tuko macho sana na tumafunza hawa wavulana kuzungumza, kuweza kusema wanapotatizwa, kwa sababu tunajua hayo mambo ya unyamavu yameangamiza hata shule nyingi, kwa sababu waweza kuwa una uozo mle ndani unaendelea na wanavumiliana tu wenyewe kwa wenyewe, watoto wakawa wanadondoka tu mmoja kwa mmoja. Kwa hiyo kwa kuwa tulikuwa na hiyo habari tayari ya mambo yalivyo, hasa wakati huu hizi nyakati za sasa, tukawa tumetilia uzito sana ushauri na saha miongoni wa vijana. Na ni mojawapo ya misingi mikuu sana katika shule yetu. Na manake umesema jambo zuri sana. Wanaweza wakadondoka, wanaweza wakajitia kitanzi, ama hata wakateketeza weni. Mambo kama haya tumeona kwa kutosema. Hasara zinazotokana na huu nyamavu ni nyingi mno. Zinaweza kumwathiri huyo mwanafunzi mwenyewe, zinaweza kuiathiri shule, zinaweza kumwathiri mwanafunzi mwingine, zinaweza kumwathiri yule mwenye shule, kwa sababu wajua na jamii kwa jumla. Ndio. Kwa hivyo pale kwetu, kama unavyojua, sisi ni shule ya kujitegemea, ile inaitwa private school. Tumelitilia uzito sana ile jambo, kwa sababu hatutaki kuwa wahasiriwa, hatutaki kujipata katika hali hiyo, na tunajua ni tatizo la jamii lipo. Kwa hivyo hatujalifungia jicho, tunalishughulikia sana, tumeliangazia kwa mapana, kwa sababu tunajua ni tatizo ibuka katika jamii ya sasa. Kwa hivyo tunajaribu kabisa kuangazia hatari za kunyamaza. Tunawapa mifano ya shule zingine, tunawapa mifano ya ndugu zao waliosomea katika shule zingine, wanaoishi katika familia zingine, athari ambazo wamekumbwa nazo kwa sababu ya kule kunyamaza. Kwa hivyo tunafikia kiwango kizuri. Utapata kwamba wavulana wetu huzungumza. Na Linet, huyu bwana alikuwa anasifia sana bwana Ras, unasema? Ras mkubwa na Gideon, David Gideon. Alinilea Alliance High School. Alinilea sana. Na hadi sasa tunatembea na yeye tukifanya mambo mengi katika taifa letu la Kenya. The chief principal. Na kuna kitu pia, kwanza hongereni, mlifanya vizuri sana mtihani. 10.5. Nakumbuka mlitawala magazeti. Hawa jamaa wajua siku hizi wanasiasa wakizungumza na vyombo vya habari. Sasa unaona mimi na hawa jamaa, yani hawa watu wa magazeti hata magazeti. Sasa hawa jamaa wa Nation wakasema little known school. Sasa hizi sidhani kama ni little known tena. Sasa namjua sana Kimarake, kila Jumamosi najua anakutana na wanafunzi ile open forum principles hizo. Wanaeleza chochote ambacho wanataka kuongea. Na Tomkins alikuwa ananiambia kwamba usahishaji wa mitihani wa Kiswahili ilifanyika fasihi karatasi ya 3 102/3 ilifanyika huko hivyo. Ulikwenda? Si kwenda, lakini habari si wale ambao sasa nao walikuwa wanasema sasa wewe ulikosa mengi sana, mulo, malazi, mandhari mazuri na vitu vingi vizuri. Kule bwana aliwajua kwa malazi si dom bwana, ni apartments. Kwa hivyo nifurahia sana kuishi katika apartments. But do I say wewe mwenyewe umetembea huko sasa very sure apartments. Na haya tukiyasema kabla sijamleta Bi Masinde kwenye ile gumzo, Bilinet, angalia hali inavyokwenda sasa hivi. 8 ndio tunaiua taratibu. CBC ndio hii inaingia, umeanza kuwapokea wanafunzi kuanzia chini wakipanda juu, na nafasi ya unafunza Kiswahili. Umefunza kwa muda mrefu Kiswahili? Miaka 30. Hilo ndilo somo langu, ndio kazi yangu. Kiswahili na somo gani jingine?
Biblia, lakini sijawahi kufunza Biblia. Somo la dini. Tangu nilipotoka chuoni. Chuo ulisomea Kiswahili na somo la dini. Chuo cha sijawahi kupata fursa. Kwa nini? Ya kufunza Kiswahili. Kila shule nilipoingia naambiwa hapa pana shortage, pana upungufu wa walimu wa Kiswahili. Fundisha Kiswahili, fundisha Kiswahili. Kwa hivyo kidogo somo la Biblia likanipiga chenga hivyo tu. Naam. Inakuwaje, silaha yenu ni gani kabla tujamsikiliza Masi ya nyinyi? Kiswahili mlipiga alama ya 9.9. Naam. Tomkins, Bi Linet alikupiga na ngapi hapo? Mimi nilipata 10.14. Sasa kwa Kiswahili. Toa stakabadhi. Kwa Kiswahili. Nilikutumia toka sambaza. Toa stakabadhi. Kiswahili mimi. Gatamba. Uliona stakabadhi za Kiswahili. Wewe mrongo wewe. Nilikutumia kwenye bahari ya elimu. Wewe unatuma alafu labda sijaiona. Kiswahili kama alituma. Lakini unaweza kuwa ulituma matokeo mwaka juzi. Hapana. Mimi uliza Kariuki hata. Kazi yangu ya Kiswahili na sasa inaeleweka vizuri kwa wajia ndugu mkubwa lazima mpe nafasi senior boy challenge. Senior boy challenge. Kule kwetu tuna Kiswahili debe haswa kabisa kwa sababu tuliona tukinyamaza kizungu kitatupiku bwana. Sasa tumeamua kwamba Ijumaa ni siku ya Kiswahili. Matangazo yote yanasemwa katika Kiswahili. Kwa Ijumaa kabisa hata mwalimu mkubwa na Kariuki Ijumaa atazungumza Kiswahili. Lazima azungumze Kiswahili. Kwa hiyo baadhi ya mbinu na siri ni kwamba Ijumaa mwalimu yote yule wazamu, shughuli zozote zile ni kwa Kiswahili. Kabisa. Na tumeona kwamba kufanya vile wanafunzi pia wanavutiwa, wanaona kumbe hata walimu wetu wanajua Kiswahili. Wajua sasa kama wanafunza kemia kwa mfano huna nafasi ya kuzungumza Kiswahili kabisa, lakini unapozungumza pale kwenye gwaride